Naam, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha redio yetu na channel yetu Kwetu News 24, unakaribishwa sana kwa siku ya leo ili kutufuatilia na kusikiliza habari za kisasa. Hivyo leo tutaenda huko Kaziba ambako kumetokea mauaji ya watu wawili kutokana na mlipuko wa bomu, na hivyo tutaenda huko Lubero ambako kumetokea vifo vya watu 5 kisha mashambulizi ya ADF na walichoma manyumba mengi sana. Na hivyo tutasikiliza jinsi wakaaji wa huko Uvira ambao ni Wanyamulenge wanakataa kabisa kuingizwa katika mgomvi na kusema kuwa viongozi wao ni Rwanda pamoja na M23. Hivyo tutakujuza mambo mengi zaidi sana ikiwa utaendelea kuwa pamoja nasi. Karibu sana. Acha basi tuelekee huko Chibanda Kaziba ambako bomu yalipuka na kuwaua watu wawili huko Sud Kivu. Wakaaji wa huko Chibanda kilichopo katika groupement ya Kaziba wameingiwa na hofu kubwa na majonzi kwa kufuatia mlipuko wa bomu uliotokea Jumanne tarehe 21 Januari mwaka huu wa 2026 na kusababisha vifo vya watu wawili. Kulingana na vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, mlipuko huo ulitokea katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi kikamilifu. Watu waliokuwa karibu na eneo la tukio walisema walisikia sauti kubwa ya mlipuko. Mlipuko huo ulizusha hofu kubwa, wakazi fulani wakaanza kukimbia wakizani kuwa ni mashambulizi mapya. Taarifa za awali zinaeleza kuwa waathiriwa hao wa mlipuko ni watoto wa Profesa Bisengi na Kanyegere ambaye ni mkaaji anayefahamika katika eneo hilo. Vifo hivyo vimewaacha wakazi wa Chibanda katika huzuni nzito, huku familia na majirani wakieleza masikitiko yao makubwa kwa tukio hilo la kusikitisha sana. Mpaka sasa chanzo cha mlipuko huo bado hakijajulikana na kuwekwa wazi. Bado hayajulikana mpaka sai ikiwa ilikuwa ni bomu yenye ilikuwa ilitekelezwa au ni kifaa cha kulipuka kilichokuwa kimezikwa ardhini au kitu kingine hatari kilichokuwa kimefichwa. Hali hiyo imezidisha hofu kwa wananchi, hasa kwa kuzingatia muktadha wa kiusalama usio imara katika baadhi ya maeneo ya Sud Kivu. Kufuatia tukio hilo, shirika la Msalaba Mwekundu Croix Rouge la eneo la Kaziba lilitoa tahadhari kali kwa wananchi likiwataka wawe waangalifu sana. Shirika hilo limehimiza wakaaji kuepuka kabisa kugusa au kuchezea vitu visivyoeleweka, hususan vitu vya chuma na vitu vinavyoonekana kama mabaki ya kijeshi, au kutoa taarifa mara moja kwa mamlaka husika endapo wataona kitu chochote cha kutilia shaka. Hivyo Croix Rouge ilitoa hiyo habari kwa wananchi wa huko Kaziba. Mmoja wa watumishi wa Croix Rouge alisema hivi kwa kusisitiza, ni muhimu sana wananchi wawe makini ili kuepuka maafa zaidi. Tukio hili linaonyesha hatari kubwa ya vitu vya kulipuka vinavyoweza kuwa bado vipo katika mazingira yetu. Kwa hiyo iweni makini sana. Ni hivyo alisema huyo mtumishi wa Croix Rouge. Kwa upande wa viongozi wa mji huo, wana vyombo vya usalama wametoa pole kwa familia iliyopoteza wapendwa wao na wameahidi kuwa uchunguzi wa kina utafuatiliwa ili kubainisha chanzo cha mlipuko huo pamoja na kubainisha wahusika endapo kutakuwa na uzembe au uhalifu uliohusika katika tukio hilo. Wakaaji wa Kaziba wanaendelea kuishi katika tahadhari kubwa, huku wakitoa wito kwa serikali na mashirika ya kiusalama
kuongezea juhudi za kusafisha mabaki ya vifaa hatari na kuimarisha ulinzi wa raia ili kuzuia kurudiwa kwa matukio kama hayo yanayogharimu maisha ya watu wasio na hatia. Hiyo ilikuwa ni habari ambazo zilitokea huko Uvira. Basi tuende moja kwa moja huko Lubero ambako raia 5 wauawa na nyumba kadhaa za chomwa moto katika mashambulio mapya ya ADF. Mu territoire ya Lubero, mu province ya Nord Kivu, imeendelea kushuhudia hali mbaya ya usalama yenye kufuatia na shambulio jipya lililotokezwa na waasi wa ADF katika groupement ya Mwenye. Kulingana na taarifa za ndani sana, zinaonyesha kuwa viongozi wa eneo hilo na raia wasiopungua 5 wamepoteza maisha, huku nyumba kadhaa zikiteketezwa kwa moto wakati wa uvamizi huo uliotokea usiku. Mashambulizi hiyo ilisababisha hofu kubwa sana miongoni wa wakaaji, na wengi wao wakilazimika kuihama makazi yao na kukimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi kwa maisha yao. Mashuhuda wanasema waasi hao waliingia kijijini kwa nguvu, wakishambulia raia bila kuchagua na kuharibu mali za wananchi, jambo lililoacha athari kubwa na za kibinadamu na kisaikolojia. Viongozi wa kijamii katika eneo la Mwenye wameeleza masikitiko yao makubwa kuhusu kuendelea kwa mashambulizi ya ADF, wakisema kuwa raia wameendelea kuwa wahanga wakuu wa vurugu hizo. Wameitaka serikali kuongeza ulinzi wa kudumu na kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama ili kuzuia mashambulizi ya mara kwa mara katika eneo hilo. Kwa upande wao, mamlaka za kiusalama zimethibitisha tukio hilo na kusema kuwa operation za kijeshi zinaendelea katika maeneo ya karibu ili kuwafuatilia na kuwazuia washambuliaji. Jeshi limeahidi kuchukua hatua kali dhidi ya makundi yote yenye silaha inayovuruga amani katika eneo la Lubero na maeneo mengine jirani. Mashambulizi ya ADF yamekuwa yakijirudia katika wilaya ya Lubero na sehemu nyingine za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hali inayozidisha mgogoro wa kibinadamu. Maelfu ya wakaaji tayari wamekimbia makazi yao katika miezi ya hivi karibuni, wakiishi katika mazingira magumu bila huduma ya msingi kama chakula, maji safi na matibabu pia. Mashirika ya kiraia na ya kibinadamu yanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kwa dharura hili kusaidia waathiriwa wa mashambulizi hayo. Wanasema kuwa bila hatua na madhubuti za usalama na msaada wa kibinadamu, hali ya wakaaji wa Lubero itaendelea kuwa mbaya na yenye kuzoofika, huku wakaaji wakihangaika kurejesha maisha yao ya kawaida. Matumaini yao makubwa yamebaki kwa kurejea kwa amani ya kudumu na ulinzi wa kweli wa raia. Tukio hili la Mwenye lina wananchi wanaotamani kuishi bila hofu katika ardhi yao.